Leo sisi wenye viti wa jimbo la Temeke tumeamua kuandaa iftari. Lengo kubwa ni kuja kuliombea taifa letu dua na kumwombea mama yetu Samia Suluhu Hassan, ili Mwenyezi Mungu ampe nguvu, ampe afya, aendelee kututawala, kwa sababu wananchi wote haswa sisi wenye viti tunaona jinsi ambavyo nchi yetu amani ilivyo, lakini maendeleo yanayopatikana kwenye nchi yetu tunayaona. Kwa tukasema tuandae iftari, tuwafutulishe wenzetu pamoja na sisi, lakini pia iwe ni sehemu ya kuiombea dua nchi yetu pamoja na kumwombea dua mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Naomba ni wapongeze wale wananchi wote ambao sasa hivi Mwenyezi Mungu ametujalia tuko kwenye mfungo wa Ramadhani, lakini tupo kwenye Kwaresma. Niwaombe wananchi tutumie miezi hii ambayo ni miezi ya kumrudia Mwenyezi Mungu, kumtakasa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kudumisha amani na umoja. Lakini niombe tuwe na upendo, tuwe na mshikamano, tuidumishe amani ya nchi yetu, tuwakatae wale ambao wana nia ovu ya kutuingiza kwenye machafuko kwenye nchi yetu. Sisi kama wenye viti, jukumu letu kwanza kuhakikisha watu wanakaa katika maadili ambayo yako salama. Hata kama kutakuwa na vitendo ambavyo vya ukiukaji wa maadili ya Kitanzania, basi tunajitahidi kuwaweka wananchi wetu katika hali ya amani na utulivu, kama serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyotaka watu tuishi katika maadili ya Kitanzania. Tunashukuru katika wilaya yetu ya Temeke kwa sasa, katika viongozi hawa ambao unaona wenye viti wa serikali za mitaa wana dhamana kubwa sana swala la ulinzi na usalama. Unaona, hata ukiangalia miaka ya nyuma huwezi ukafananisha Temeke ya sasa. Temeke sasa hivi iko salama, na sisi wenye viti tunashirikiana na kwenye mitaa yetu, tuna walinzi shirikishi, lakini pia tupo sambamba sana na jeshi la polisi kuhakikisha mitaa yote inakuwa salama. Kwa umoja wetu wenye viti tumeamua kulifanya hili jambo, kwanza kabisa kuweka umoja wenye viti, kuimarisha, kuwa pamoja, lakini pili tumelenga jambo kubwa kwenda kufanya dua baada ya iftari. Tutafanya dua kubwa hapa la kumwombea mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayokwenda kuifanya na kumuimarishia miaka mitano tena inayokuja. Kwa hiyo dua hili litakwenda kwa ni zawadi ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini pia na nchi kwa ujumla kuiombea amani. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.